Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi ni kujiandikisha ama kujisajili kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Ukibonyeza button hilo la alama la kengele, hapo ni baada ya kufinya button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Ukibonyeza hilo button la alama la kengele utakuwa na uwezo wa kupata notification wakati wowote tunapotoa habari kwa kifaa unachokitumia, simu ya mkononi, laptop ama kifaa kingine unachokitumia. Na bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia. Leo ni tarehe 24 mwezi ni wa 6 mwaka ni wa 2024. Habari zetu tutazianzia kama kawaida hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo tutakulipotia mengi yanayoendelea kuripotiwa kwenye uwanja wa mapambano na mambo mengine ambayo yanayojiri kwenye ardhi ya Kongo, yale ambayo yanayoongelelewa sana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari, hata kwenye runinga tofauti na maredio. Habari zetu moja kwa moja, acha tuzianzie huko Bukavu, ambapo Bukavu ikumbukwe kwamba ni Sud Kivu, mji mkuu wa Sud Kivu ni Bukavu. Habari tunazo zinasema ya kwamba leo hii tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, mnamo asubuhi saa 4 bwana raisi, aliyekuwa raisi ama raisi mustahafu Joseph Kabila Kabange ameweza kuwasili hapa mjini Bukavu. Ikumbukwe ya kwamba ni baada ya siku ya mwezi moja baada ya kutolewa kinga na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bwana Kabila alipotolewa kinga yake kulingana na vile katiba ilikuwa imetarajiwa yeye kuwa na kinga ili aweze kuwa senateur avi. Baada ya kushtakiwa mambo kadhaa mkiwemo usaliti na kujiunga na makundi ya kigaidi ya M23 AFC, Kabila ameweza kuondolewa kinga kulingana na sheria ama kupitia sheria. Baada yeye kungolewa kinga hiyo, ameweza kuamua kurudi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo alikuwa huko nchini Afrika Kusini. Kulingana na yeye alikuwa enda huko kusoma, lakini kusema ukweli ni kama alikuwa ametoroka nchi ili aendelee kupanga mipango mibaya kwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabila baada ya kurudi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ameingilia huku Est de la République démocratique du Congo kwenye province ya Nord Kivu, kapitale yake ya Goma. Alipokuja Goma amejiunga ama amekuja kwa maeneo yanayolindwa ama yanayodhibitiwa na kundi la waasi la AFC Bar M23. Na baada ya kufika kuwasili hapo mjini Goma hakuonekana sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini ameweza kuonana na raia wa ngazi zote, mkiwemo viongozi, wanajeshi, viongozi wa kidini, wanasiasa, wafanya biashara. Hao wote ameweza kuwatembelea na kukaa na kuwa na vikao nao na kuongea mambo kadhaa. Kwa sasa habari tunazo zinasema ya kwamba yeye Rais mustahafu Kabila Kabange Joseph ameweza kuwasili mjini Bukavu, na alipofika Bukavu leo amepitia kwenye maji ya Lake Kivu.
Habari zinasema vizuri hivi: rais wa zamani Joseph Kabila Kabange amewasili mjini Bukavu baada ya mwezi mmoja akiwa Goma. Habari zinasema ya kwamba Kabila anapanga kuonana na watu wa ngazi tofauti hapa mjini Bukavu kama vile alivyofanya hapo mbeleni. Na katika habari zingine tukielekea huko Ethiopia Airline imeweza kuwa kampuni ya kwanza Afrika tena kwa muda wa miaka 8 mfululizo, ikiwa ya kwanza kwenye kampuni za airline in Africa. Na habari zetu moja kwa moja tuingie kwenye uwanja wa mapambano, tukuelezee mengi yanayoendelea kuripotiwa. Kabla ingie kwenye uwanja wa mapambano, acha nikuombe, kama wewe ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV, ama wewe ni mwenyeji lakini bado hujajisajili ama hujajiandikisha kwenye chaneli hii, hii ni nafasi yako nzuri uweze kujisajili ama kujiandikisha. Kujiandikisha ni rahisi, haina gharama, haina malipo, ni bure. Ni kufinya tu button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button la alama la kengele ili uweze kupata notification wakati wowote tunapotoa habari zetu. Leo hii asubuhi kumeweza kuripotiwa mapambano makali katika teritwari ya Kabari. Kumeripotiwa mapambano makali. Ni mapambano ambayo yameweza kuripotiwa kuwa jeshi la taifa ndiyo limeweza kushambulia kundi hili la M23. Leo asubuhi mnamo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 kumeripotiwa mapambano makali ya kati ya wazalendo akiongozwa na kundi la wazalendo CMC huko pia Bambo, Bukombo, Tongo huko katika Sheferi Bwito, teritwari Ruchuru huko Nord Kivu kumeweza kuripotiwa mapambano makali zaidi. Kongo na Rwanda bila shaka imethibitishwa kuwa wataweza kusaini mikataba ambayo ni mikataba ya amani watakayosaini mnamo tarehe 27 mwezi huu wa 6 mwaka wa 2025, kama imethibitishwa na mawaziri wa mambo ya nje ya nchi hizo mbili kupitia ukuta wake wa Twitter. Bwana Mini, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungireho, ameweza kudhibitisha ya kuwa watasaini bila shaka mikataba hiyo Washington DC mnamo tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huyu wa 2025. Na katika habari zingine inasemekana ya kwamba kuwa mapambano yameanza. Mapambano ambayo ya huko Bambo ni mapambano ambayo yalianza mnamo jana na leo yameendelea kuripotiwa kwa wingi hapo Bambo. Pia yameweza kuingia hadi mapambano yamefika huko Gatsiro na Kavumu na Birambizo. Hayo ndiyo tulikuwa tumekuandalia jioni ya leo. Kwa hivyo sisi hatujaenda, tuko bado hapa. Kwa hivyo tukienda kidogo tunaenda kukuja na habari zingine. Kwa hivyo usiende mbali, kaa karibu nasi ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Na kutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya, na nikikuambia tuonane katika taarifa zingine zinazokuja. Asante sana.